Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi cha Mimi na Tanzania, na siku ya leo tuko hapa eneo la Mbagala Kingugi, kilomita 15 hivi, takriban kilomita 15 kutoka kituo cha Mbagala Zakim kuja eneo hili. Unavyoona magari kwa mbali kabisa kule, mpenzi mtazamaji, yanakuja. Ile ni barabara, lakini kushoto kwa magari yale unaona vitu vingi vyeupe. Na hapa mbele kidogo, hili ni barabara lakini bado ni dampo. Kuna dampo kubwa sana ambapo imetufanya sisi na kipindi chetu cha Mimi na Tanzania tuweze kusimama kabla tujaweza kufika eneo maalum ambapo kwenda kufanya kipindi kingine. Ukiona magari yanakuja kwa shida sana, na angalia usafiri wa Tanzania, wengi wanaoishi maeneo haya ni pikipiki kama unavyoziona, lakini kikubwa ni afya ya Watanzania wanaoishi katika eneo hili na jirani ya dampo hili kubwa sana ambalo linatoa harufu isiyoweza kuvumilika. Lakini bado Watanzania hawa wanaishi maeneo haya, na dampo hili linaendelea kuwa ni sehemu ya kutupa takataka, na bado ni barabara kuu ya watu wanaokwenda na kutoka eneo hili la Mbagala Kingugi. Penzi mtazamaji, kipindi cha Mimi na Tanzania hakifumbii macho swala lolote linalohusu Mtanzania, lakini kilichotuleta leo hii Mbagala sio swala la dampo, bali ni swala la mwanamke Mtanzania mwenzetu ambaye alipata ajali miaka 3 iliyopita, na leo hii anapenda kuzungumza na Watanzania, kuwaeleza kinachomsibu na kuomba msaada kutoka kwenu wapenzi watazamaji. Ongozana nami nikiwa hapa Mbagala siku ya leo, nikiwa na Kim Magawa. Kipindi ni Mimi na Tanzania. Ongozana nami. Salama. Pole sana. Asante, pole na nyinyi jamani kwa usumbufu. Pole sana. Asante. Tusamehe kwa kuwasumbua. Mimi kwa jina langu naitwa ni Rose Msoma. Mimi ni mwenyeji wa Msoma, nimezaliwa Msoma. Ila mwaka wangu nilipokuwa nilikuwa naishi sehemu moja inaitwa Uyovu, mkoa wa Shinyanga. Mimi ni mama wa familia, nilikuwa ni mama mwenye familia yangu, nilikuwa ni mama mjasiriamali. Sasa katika mihangaiko yangu ya kufanya biashara nikawa nimepata ajali. Sasa nilikuwa nimepata ajali ya gari yani. Nikawa niliponiangusha nikawa nimevunjika uti wa mgongo. Kwa hiyo yani wakati huo nilipomaliza kuanguka tu pale ikanipelekea nikawa nimepoza hapo yani kitendo cha kuanguka, nikawa nimevunja uti wa mgongo, nikapoteza mawasiliano yote. Nikawa yani ninapojisaidia sisikii, siwezi kukaa, yani siwezi kutembea wala kusimama wala chochote zaidi ya kulala tu kitandani. Baada ya kuumia hapo, maki niliumia, yani gari iliangukia sehemu moja inaitwa Buseresere, mkoa wa Geita, mkoa wa Geita. Kwa hiyo baada ya hapo nikachukuliwa nikapelekwa hospitali na huduma yangu ya kwanza nilipelekwa katika hospitali ya Geita. Nikakaa pale kama siku 2, ikaonekana kwamba hawawezi hilo tatizo. Kwa hiyo wamenipeleka tena mpaka wapi? Hospitali ya Bugando, Mwanza. Basi nimekaa pale Mwanza nikatibiwa pale kama miezi 3 au 4 hivi. Kwa hiyo nikawa pia ikawa imeshindikana. Nikarudishwa nyumbani. Niliporudishwa nyumbani, kwa hiyo ikaonekana kwamba nije huku na Dar es Salaam, tukasikia kwamba kuna daktari mmoja anaitwa Dr. Baki, yeye hili tatizo analiweza. Kwa hiyo ndo pale sasa baada ya kuwa tunafanya maandalizi ya kuja huku sasa, ndo pale sasa mume wangu akawa amefanyaje, akanikimbia sasa. Kwa hiyo hata mtu akunileta huko hospitali akawa hayupo. Maki aliniaga kwamba ninatoka mara moja na kwenda Msoma lakini nitarudi baada ya siku 2-3. Kwa hiyo tukakaa pale ndani ya wiki 2, miezi 2 kila tukimpigia simu, basi mwisho wake akasema yeye hawezi kuja huko.
Kwa hiyo tukawa tumeonekana kwamba yeye pale hawezi kuja maana amenikimbia. Sasa baada ya kuwa nimepitia hiyo hali, nimekaa kama mwaka mmoja, nimeenda hospitali Bugando, nikawa sijafanikiwa kupona. Nikawa nimekuja mpaka nikaitwa mpaka hapa hospitali Kibaha kwa Dr. Baki. Sikuweza kupona. Nikaenda mpaka Muhimbili, sikuweza kupona. Sasa kupelekea na hii hali ya kupoza baada ya kupata matatizo, mume wangu mimi akawa amenikimbia kabisa. Yaani baada ya kuona hali hii ya namna hii imenipata, akawa amenikimbia. Baada ya kuwa amenikimbia, nikawa sina msaada, nikawa nimebaki nayo binti yangu. Huyu sasa akawa yuko shule na sina mwingine wa kunihudumia. Ikabidi sasa mdogo wangu ambaye ndo anaishi hapa Mbagala, Dar es Salaam, ndo akawa amenichukua akanileta sasa hospitali za huku Dar es Salaam. Kwa sababu kule nyumbani nikawa sasa sina tena mtu wa kukaa naye anisaidie, kwa sababu hapa nilipo mpaka hata kugeuka hivi mpaka nigeuzwe kila kitu, yani mpaka nisaidiwe. Nikikaa hivi siwezi chochote kujisogeza wala kufanya nini. Usiku mpaka wanigeuze, nikikujisaidia mpaka wanisaidie, napojisaidia mpaka waje wanisaidie. Kwa hiyo kwa hali ya namna hiyo ndio ikawa imenipelekea mume wangu anikimbie. Kwa hiyo nikawa kwamba sina msaada mwingine wa kutegemea. Baada yake mdogo wangu akaona kwamba je nichukue, alileta hapa nyumbani kwake, ndio nilikuwa nimekuja na watoto wangu hapa. Kwa hiyo tukao tunaishi hapa kwa mdogo wangu. Naitwa Lucy. Na unasoma wapi? Nilisoma mwaka jana kwenye maliza. Nimeenda shule moja inaitwa Nzasa hapa Mbagala. Na baada ya form 4 umemaliza kidato cha 4, una mategemeo gani? Mimi nilikuwa na mategemeo kwamba niende kama Mungu akijalia nikipata pesa nikasomee unesi. Kwa sababu pesa hamna, ndio maana mpaka sasa hivi bado niko nyumbani. Na kwa nini umechagua unesi? Kwa sababu ni kazi ninayoipenda. Unataka kusoma mambo ya unesi, lazima umeshaangalia labda vyuo, umeshaangalia shule unazotaka kusoma, labda unajua ile angalau makadirio ya gharama. Tukiongelea makadirio ya gharama, ni kiasi gani ambacho unadhani unataka kusomea, ni miaka mingapi unataka kusomea unesi? Unesi unasoma kwa miaka 2. Kuna chuo kimoja nitafuta kipo cha Lambe. Yaani kwa mwaka mzima nahisi kama itakuwa kama 600,000 hivi. Na ni miaka 2. Yes. Kwa tunaongelea milioni 1.2 na gharama za usafiri na vingine labda madaftari au vitabu, tunakwenda kwenye milioni 1.5 mpaka milioni 2. Ndio. Kuna watoto wengi wa kike ambao wazazi wao wametengana au mmoja wa wazazi amekimbia kutokana na matatizo ya mzazi mwingine ambao sasa hivi wanakutizama wewe. Ujumbe wako ni nini kwa wazazi ambao kama baba alivyofanya kwako? Kama baba anakusikiliza, unamwambia nini leo baba? Ninamwambia kwamba sio vizuri mtu akipata matatizo mkimbie. Inabidi kukaa kusaidizana, kwa sababu huwezi jua leo kwako kesho kwa mwezi. Wewe jina lako nani? Suzana. Nani? Suzana. Unapenda kuwa nani ukimaliza shule? Nataka kuwa nani wewe Suzana? Hujajua? Tutakuuliza tena baadaye. Sawa endelea. Basi ndio kama hivyo sasa. Nikawa kila kitu kimekwisha, pesa sina, nimefikia mahali hapa yani nikawa na mateso. Nafikiri siwezi kuonyesha hata vidonda ambavyo ninavyo, maana nina mavidonda ambayo hata unaweza kwamba ukionyesha Watanzania wenyewe, kwa kweli mtu akiwa mwenye huruma anaweza taka atoa machozi. Yote ni mateso ambayo yani nilikuwa na mateso, yani vidonda upande huu ni na kidonda, kipande huku na kidonda, huku ni vidonda na huku nyuma ni vidonda. Tena sio kidonda kama kidonda, yani unaweza kukuta kama hivi shimo, karibu kama hiki kiganja. Yani nikikuonyesha hata sasa hivi kwa kuwa umekuja hapa unaweza ukashangaa. Kwa hiyo ikafikia yote yani hata pesa ya kwenda hospitali nikawa sina. Kwenda hospitali mpaka inatakiwa nichukue taksi shilingi 50,000. Sina hata shilingi 1, unaona. Kwa hiyo ikapelekea kwamba vidonda vile vikao vinaoza kwa sababu sipati matibabu. Kwa hiyo ikabidi kwamba sasa mdogo wangu mwenyewe ndio anachukua viwembe, ananikata yale vidonda sehemu ambazo zimeoza, zile zinazooza, nyama zimeoza, ananikata tu mwenyewe hivyo kwa sababu sina kitu chochote cha kwenda hospitali, sina hela ya kwenda hospitali wala kuchukua taksi kwa sababu siwezi kupanda gari kama gari au daladala mpaka nichukue taksi. Kwa hiyo mateso kama hayo yakanipelekea mpaka kwa sababu kugeuka kwenyewe mpaka wanigeuze. Na nimepata vidonda kwa sababu ya kulala muda mrefu
kitandani, unaona ndio vimenipelekea kupata nini vidonda, kwa sababu mpaka mtu akugeuze. Na daktari ananiambia kwamba wanigeuze baada ya nusu saa. Sasa nusu saa mtoto kama huyu ndo nilie naye anasoma na anatakiwa, hata hii ndio imenipelekea hata kufeli mitihani, kwa sababu nakuta usiku mzima anahangaika, halali, kila wakati nimemuita, mara nimejisaidia, mara hivi, unaona. Kwa hiyo sasa hii kanipelekea kwamba nafika mahali namhurumia kwamba acha tu halali, kumbe katika kumhurumia ndo nashindwa sasa kupata msaada wa kujigeuza. Kwa hiyo vile vidonda ninapolalia muda mrefu sehemu moja, kwa hiyo kaniletea vidonda. Kwa hiyo ndio ikanipelekea kwa ni vidonda. Hali yenyewe ya uchumi ndio mbaya, sina hela, hata hela ya kula yenyewe unakuta ni shida. Kwa hiyo nikalazimika ni kwamba niombe msaada kwa Watanzania wanisaidie. Msaada wangu naotaka mimi ni kwenda hospitali tu nikatibiwe, kwa sababu hata daktari alisema kwamba ili tatizo lako linaweza kutibiwa lakini nchi za nje. Sasa alivyoniuliza kama mimi sina msaada wa kwenda nchi za nje, na kwa sababu mimi nilikuwa sijajua kama Watanzania wana mwamko labda kuweza kusaidiana kuchangiana, nikasema mimi sina msaada. Kwa hiyo kwa sababu aliniambia India na matibabu ya India ni makubwa, nikajua kwamba siwezi. Kwa hiyo nilikuwa nimekaa tu nyumbani. Lakini sasa kulingana na hali inavyoendelea, labda nilifikiri labda kwa kufikia sasa labda nitakuwa hata nimeshatembea, lakini bado hali yangu iko vile vile. Sasa ninachokiomba mimi natamani kwenda hospitali nikatibiwe India, kwa sababu ninaona watu wengi wanakwenda India na wanarudi, na ukiangalia mimi viungo vyangu, yani kwa sababu anasema mtu ambaye hawezi kupona ambaye ni mlemavu kufikia mule nilionao mimi sasa hivi nina miaka kama mitano sasa toka nimepata hii ajali. Kwa sababu hata miguu ingekuwa imekwisha labda kuonda kama kiwete kabisa, lakini yani mimi mwili wangu wote uko vile vile, unaona. Kwa hiyo ni tatizo ambalo najua kabisa linatibika kama ningeenda nchi za nje, lakini kwa sababu ya umaskini nilio nao ndio maana umenisababisha niwe hivyo mpaka sasa. Lakini Watanzania, ninaomba msaada wa Tanzania wanaosaidia wengine. Nimeshaona watu wengi wanasaidiwa wenye matatizo makubwa kama haya, wengine yani mwenye tatizo kubwa anakwenda, hata ila kwangu inaweza kuwa ni dogo, lakini mwenye tatizo kubwa anakwenda na anakuja yuko akiwa mzima. Kwa hiyo hata mimi ninachoomba kama Watanzania wananisikia, jamani, mtu yeyote mwenye huruma, hata mfadhili, hata mtu mmoja anaweza kujitolea kaenda. Hata yani mimi sio labda mtu akasema labda naomba hela kwa sababu labda ya nini nataka, hapana. Kama nikitaka hela ya kula nitasema, lakini shida yangu nifanyeje? Nikatibiwe ili niweze kuinuka nifanye shughuli zangu mimi mwenyewe, kwa sababu siwezi nikakaa hapa kama maisha yenyewe yaliyo magumu. Ndugu zangu nilikuwa nawategemea kama hawa, na wenyewe maisha yao ni magumu. Hata sasa ninapoongea hawapo hapa nyumbani kwa sababu ya maisha magumu, wametoka hapa nyumbani. Mimi naishi tu kwa sababu ya msaada, naomba watu wa kanisani hivi ndio wananisaidia. Kama hivi nikilala njaa nampigia hata mchungaji au mtu yoyote ambaye namfahamu ananihurumia, na mshukuru Mungu ambaye ni mwema kwa kweli. Anawagusa mtu, nikimpigia mtu, jamani leo sina kitu, ananisaidia kwenda ananirushia. Tunakula, japo kweli siwezi kufuru, mimi sijawahi kulala njaa, japo kwa ndio hivyo tunabahatisha tu. Siku nyingine unakula uji hauna hata sukari, siku nyingine ndio hivyo. Lakini namshukuru Mungu. Kwa hiyo naamini kabisa nikitembea nikaamka nitafanya shughuli zangu mimi mwenyewe. Lakini sasa nikiomba msaada kila siku naomba msaada. Kila siku mnaomba msaada, mwisho hata binadamu atachoka. Lakini nikipata msaada nikatembea, nitafanya shughuli zangu, nitasomesha watoto wangu, kwa sababu kwanza mimi nilikuwa sio mtu wa kuomba. Nilikuwa ni mama ambaye kwa kweli nilikuwa najitosheleza, nafanya shughuli zangu, familia yangu yote ilikuwa inanitegemea yote, nasomesha watoto wangu mimi, pamoja na kwamba labda ni mume wangu, lakini mimi ndio nilikuwa mama wa familia pale. Kila kitu watoto wangu, kila kitu nilikuwa nawasomesha mimi. Sasa hii inaniuma kweli, kwa sababu hata mtoto kama huyu unakuta yani hata anakoswa, hata era ya mtihani anakoswa, akikoswa anafukuzwa, hawezi anaweza anashindwa hata kusoma. Sasa unakuta inaniuma sana mtoto wangu kama huyu, na mtoto wangu ana uwezo sana. Unakuta anakuwa wa pili, unaona, ana uwezo sana wa kusoma, lakini unakuta kama hana hela, sina hela siku ya kupeleka shule, anakatazwa mitihani, hafanyi mtihani, unaona, anarudishwa. Anakuja, mama, wengine wamefanya mtihani, mimi sijafanya. Kuna siku nikampigia mwalimu wake wa darasa, nikamwambia mnisaidie jamani, mimi niko hivi na hivi, siku nyingine nakuwa sina kitu. Lakini mwanangu jamani, mumsaidia. Akasema, mama, mimi siwezi kwa sababu tuko walimu wengi, unaona, mimi sio mimi peke yangu. Basi siku nikipata nikampa, siku ambayo sijapata anarudi bila kufanya mtihani. Sasa mimi ambacho naomba kwa sasa hivi, kuondoka kwenda pale Muhimbili nahitaji pesa, mpaka nipande taksi, unaona. Vipimo ni pesa, kwa sababu sina kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa Tanzania, hata kwa yale matibabu ya kwanza, kwa huduma hizi nyingine ambazo nitakiwa nizipate, ili kwamba ni baadaye kama itawezekana sasa kunichangia, basi nipate pesa za kwenda hospitali. Kuhusu watoto ndo kama hivi, naomba kama mtu yeyote atakayeweza yani kujisikia kunisaidia kunisomesha huyu mtoto. Maana huyu mtoto yuko darasa la kwanza. Kama hivi nilivyosema, sina kitu, hata 200 nikosa kumpa afanye test ya mtihani. Sina kitu na siwezi kumdhibiti, hata saa nyingine anaweza anakuwa kwamba hawezi hata kwenda shule. Na kwa sababu sitembei wala nini, yani siwezi kumdhibiti, unaona.
Lakini nikimpata mtu mwenye huruma zake, Watanzania wenye huruma, ambao mtu anaweza yani akanipa mfadhili hata akanisaidia kunisomeshia huyu mtoto. Huyu mtoto kesho anaweza akawa msaada kwangu pia na kwa taifa. Na pia huyu binti wangu ndio naye mtegemea. Kwa hiyo kwa sababu mimi niko hivi, huwezi kujua Mungu anaweza kaniponya au asiniponye, yote ni mapenzi ya Mungu. Sasa leo ni nani atanisaidia? Namtegemea huyu binti yangu anisaidie. Atanisaidia vipi? Ni pale atakapokuwa amesoma, atakuwa na kazi, ana kitu cha kunisaidia. Lakini kama hivi sasa hivi tuko naye hapa nyumbani, mimi siwezi kumsaidia, naye hawezi kunisaidia, unaona. Lakini nikipata mtu akanisaidia, akamfadhili hata kumsomesha, basi najua baadaye atakuwa msaada wangu. Hata Mungu nikiwa sijapona nimebaki hivi, basi itaonekana yeye nitapata msaada kutoka kwake, kuliko kila wakati labda mimi mnaniona kwenye TV naomba msaada. Kwa kweli kwanza ni aibu kwangu, najisikia aibu, sipendi, nafanya hivi kwa sababu inabidi kwa kweli. Kwa sababu inabidi, ni shida tu inanisababisha nifanye hivi. Lakini kama mtoto wangu kama binti yangu akiwa na kazi hata nilisha. Watazamaji, kama mmemsikia mama huyu Rose akiomba msaada kwenu, namba yake ya simu ni 0769 358053 na utaiona kwenye luninga hapo ikipita. Tafadhali unaweza ukampigia, unaweza kumwandikia message, na nitajaribu kuipiga sasa hivi tupate uhakika kama namba kweli ni ya kwake. Tarudia tena kwa haraka, ni 0769 358053 na namba hii inaita. Kwa hiyo tafadhali tumsaidie mama huyu ambaye ni mama yetu, ni ndugu yetu, ni dada yetu, jirani yetu, Tanzania mwenzetu, ambapo amekutana na matatizo kama haya katika kutafuta, katika kuhangaika kuleta maendeleo katika nyumba yake na katika jamii ya Kitanzania. Rose, unamwamini Mungu? Namwamini Mungu, mimi nimeokoka na ninaye mchungaji wangu hapa na washirika wenzangu niko nao hapa ambao ndio msaada wangu wanaonisaidia hata mpaka sasa. Niko vile nilivyo kwa sababu ya msaada wao, ndio wanaosababisha nakula. Ninapokuwa na shida, ninapompigia mchungaji wangu hajasita kunisaidia. Nafikiri nao wako hapa wanaweza wakasema. Namwamini Mungu na niko hapa kwa sababu ya Mungu, na mpaka nilipofika hapa ni Mungu tu, sio kwa akili zangu. Nimeokoka kwa kweli. Mpenzi mtazamaji, tumewasikia mama na mmoja wa mtoto wake ambaye anataka kusomea unesi, lakini gharama za maisha zinashindwa kumpeleka mtoto huyu shule. Ni mtoto wa kike, wakati Tanzania ikipigania haki ya mwanamke, haki ya mtoto wa kike kupata elimu na kuwa na haki sawa, basi kuna wengine hata hiyo haki yao bado hawaipati kwa sababu ya elimu yao, hata uwezo wa kupata ile haki yao haipo. Tuwasaidie watu kama hawa, mpenzi mtazamaji. Na tumemsikia mama Rose akimwongelea mtoto wake wa pili, Suzana, anataka mtu amsaidie. Mtoto huyu tumemsikia tumeambiwa anasoma darasa la kwanza, lakini pesa ya mtihani shilingi 200, wanasema test. Serikali yetu ya Tanzania hii inamtoa mtoto darasani kwa sababu hawezi kulipa shilingi 200. Mtazamaji, unatazama kipindi hiki, tunaweza tukaleta maendeleo mimi na wewe kama tunaweza kuanza kuwasaidia. Wanasema kutoa ni moyo, usambe utajiri. Kidogo kidogo hujaza kibaba. Hata shilingi 100 kama unayo, ukituma kwenye simu ya Rose, utakuwa umemsaidia kula, utakuwa umemsaidia mtoto wake aweze kufanya mtihani au test wiki ijayo, kusudi asiondoke darasani. Lakini labda tusikilize baadhi ya watu wanaoishi na mama huyu, wanalipi la kutuambia. Tuanze kumsikiliza mchungaji na tusikiliza watu wengine. Mtazamaji, kwa sasa tuko katika kanisa analosali dada Rose Msoma. Kanisa hili linajulikana hapa Mbagala Kingugi kama Tanzania Assemblies of God. Na tumekuja kumsikiliza mchungaji atueleze hali halisi na jinsi anavyomuelewa Rose. Kwa jina langu naitwa Kiaragwamaka Mwakembe na ni mchungaji wa mshirika anaitwa Rose Msoma. Pia nawashukuru sana watangazaji kutoka channel 10 kwa kuweza kumtembelea, pia kuweza kuchukua hatua ya kutoka masafa marefu kuweza kumsikiliza haja zake na shida zake. Nashukuru pia kwa ajili kwamba mmekuwa ni wasikivu ambao mmekuwa mkihusika na jamii ya watu ambao wanapatikana matatizo kama haya. Ya kama yeye ambavyo ameweza kujieleza kwa kina na kwa mapana zaidi, na ndivyo ilivyo. Mimi namfahamu kwa kipindi kama miaka 3.
na hali yake imekuwa ni mbaya sana, na amekwenda huko na huko, amekwenda kwa Dr. Bake kule Kibaha, amekwenda Muhimbili na Bugando kama nilivyosema, lakini bado ameshindwa kupata ule ufumbuzi wake wa kudumu. Na kadri siku zinazokwenda, kwa sababu huwa hamuki, anakuwa amelala muda wote, vilibuka vidonda ambavyo vilimleta hali mbaya, akifia mahali pa kukata tamaa kabisa. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ya imani yake ambayo imekuwa thabiti na imara, pamoja na matatizo na shida zake zote na mateso yake yote, bado imani yake haijatetereka, hajamwacha Mungu. Anapopata nafasi huwa anawahi kuja kanisani na tunaabudu pamoja naye na anaweza karudi. Pia nashukuru kwa washirika kuanzia wazee wa kanisa, mashemasi, kwa idara na washirika mmoja ambao tumekuwa tukishirikiana pamoja naye kwa ajili ya huduma ambazo tunaendelea tuzifanye kama navyo alivyoeleza. Lakini kadri tunazokuona kwamba kanisa kama kanisa lina uwezo wote wa kuweza kumsaidia mtu katika hali aliyonayo, na makanisa machanga kama hii. Sasa kama ambavyo pia ameona kwamba ni vyema na ambavyo amekuwa akipata ushauri mbalimbali kwamba kama angeweza kwenda nje tatizo lake linaweza likamalizika, na anafikiri kwamba akipata msaada kama mimi na akaenda kule, mimi tunaamini kwamba kwa sababu tunatofautiana hasa vifaa tunavyoonekana hapa Tanzania, tukawa tuna vifaa vya kuweza kumsaidia au ujuzi wa madaktari, lakini sijapata nini jawabu itakuwa ni lipi zaidi. Lakini naamini kwamba kama kwa sababu Watanzania huwa ni wasikivu na wamekuwa ni wazuri na ni wenye huruma na wenye upendo, wamenyeka katika mazingira ya kuhudumiana kindugu, ninaomba tu kuihamasisha jamii ya Watanzania kwamba mmemwona huyo mama na mmemsikia mwenyewe, kwamba naomba tu wewe binafsi ambaye umeona na wewe ambaye umesikia, naomba tu kwa msaada wa Mungu uhamasike kuweza kumchangia chochote ulichokuwa nacho, ili tuweze kutimiza ile haja na hitaji lake, kwamba aweze kwenda nchi za nje kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Mchungaji, nini maoni yako kwa Watanzania wanaokutizama sasa hivi kuhusu kusaidia jamii zisizojiweza kama za Rose Msoma ambazo ziko nyingi nchini Tanzania? Kwanza napenda kuwashukuru sana Watanzania kwamba Watanzania ni wazuri, tumejenga katika misingi mizuri zaidi ya viongozi wa taifa hili. Na viongozi ambao wamekuwa wakifuatia katika mfumo huo, na Watanzania wote tumejenga katika misingi ya huruma. Japokuwa ni kweli si kwamba tuna uwezo mkubwa sana kama nchi zingine zilivyo, lakini kwa uwezo wetu mdogo tulionao, Watanzania ni wasikivu wazuri. Naamini katika hili mtahamasika na mtamsaidia. Na sio huyu tu, yoyote yule mtu ambaye hana uwezo yeye mwenyewe wa kuweza kukidhi lile hitaji alilonalo. Kwa naomba pamoja na tunaomba kwa ajili ya huyu mama Rose Msoma na wengine ambao hawajafikiwa huko, naomba pale pia watakapofikiwa kama walivyofikiwa, naomba Watanzania pia tuungane kwa pamoja kicho kwamba tunawasaidia ndugu zetu ambao wako katika mahitaji makubwa hasa yanahusiana na viungo vya miili yao. Kwa naihamasisha jamii ya Watanzania mwenye uwezo na asiyekuwa na uwezo, ulicho nacho na usikuwa kutokana na kiwango ulicho nacho. Wanasema kutoa si utajiri, bali ni moyo wa nini? Ni moyo wa mtu. Basi katika moyo huo na katika mazingira tuliolelewa, ninaamini tunaweza tukaifikisha jamii yetu mahali pazuri, na pia kwa uwezo tulionao na kwa msaada pia wa Mungu kwamba ametupa rasilimali za kutosha kabisa. Kwa bahati nzuri Tanzania ina kila kitu, na kwa utajiri ambao Mwenyezi Mungu ameweza kutumbia tulionao, tukitumia rasilimali tunazo vizuri, unaweza kabisa tunajenga bila tukafikisha pa kuihudumia jamii isiyojiweza iliyo katikati ya Watanzania tulionao. Ndugu mtangazaji, swala lingine ambalo katika masuala mabaya ni kunyanyapaa. Tukumbuke kwamba Mungu hajawahi kutunyanyapaa hata siku moja, na kila mtu ana udhaifu wake na mapungufu yake. Huyu unaona ni mlemavu kwa viungo vya mwili, lakini wengine ni mlemavu kwa mambo ya rohoni. Na katika hayo, kwa sababu Mungu anahusika na mambo ya rohoni, kama hajaweza kukunyanyapaa wewe kutokana na mambo ya kiroho, kuwa mbele za Mungu ni mchafu, na kumnyanyapaa mtu ambaye ana kiungo chake ndio kile matatizo, tutakuwa tunamkosea nani? Mungu. Kwa hiyo naomba tuhamasike jamii ya Tanzania kwamba tuache tabia ya kuwanyanyapaa watu wote ambao tunafikiri jamii itakuwa hayawahitaji, kuanzia wale ambao wana ugonjwa wa ukimwi tusiwanyanyapaa.
na walemavu ambao wamefika mahali ambapo hawana msaada wowote, tusiwanyanyapae, bali tushiriki, kwa sababu hao ni ndugu zetu, ni binadamu wenzetu, wapo ili tuwasaidie. Kwa unacho ili msaidie yule asiyejiweza. Sasa tumia nafasi Mungu aliyokupa, amekupa mali ulizonazo, amekupa pesa, amekupa rasilimali za namna ulizonazo. Tumia hizo ulizonazo ili uwasaidie wale wasiojiweza. Lakini tabia ya kunyanyapaa, kwanza Mungu mwenyewe huwa haipendi. Kama Mungu atakunyanyapaa wewe, usimnyanyapee mtu mwingine aliyopo hapo duniani, ambaye wewe si uliyemleta, bali yupo kwa mapenzi ya Mungu na yupo kwa wakati wa nani? Wa Mungu. Kwamba utakapofika wakati Mungu mwenyewe atamuondoa. Lakini kipindi ambacho bado anaishi, ninaamini basi tushirikiane na ile roho ya Mungu ilionayo ya kuwahudumia wale wa Tanzania ambao hawajiwezi. Mtazamaji, kama tulivyomsikia mchungaji akizungumzia kuhusu tatizo hili la mama yetu, dada yetu, ndugu yetu Rose Msoma, kikubwa hapa ni msaada. Mungu ametenda yake, amepata ajali hii kwa bahati mbaya na amefikia hatua hii, lakini bado tuna imani kwamba anaweza kupona na tumsaidie. Tumesikia maombi yake makuu yalikuwa mawili. La kwanza ni kupata msaada hata wa kutoka hapa kwenda hospitali ya Muhimbili kusudi aweze kupimwa. Anasema mara ya mwisho akiwa Muhimbili ni miaka 2 iliyopita. Sasa hivi tunahitaji kujua nini daktari anasema kuhusu tatizo alilonalo, afanyiwe vipimo. Kwa hiyo tunahitaji fedha za usafiri, na usafiri wanasema hawezi kupanda basi kwa hali yake, lazima apande taxi. Kwa hiyo tuongelee kwenda na kurudi. Hapa tulipo ni mbali sana, Mbagala ndani huku ni mbali sana. Cha pili ni matibabu pale Muhimbili. Tunaongelea vipimo vikubwa kutaka kujua uhakika wa afya yake sasa hivi na hali halisi ya tatizo alilonalo lilipofikia, na daktari kutuhakikishia kwamba hawezi kutibiwa hapa Tanzania, lakini ugonjwa huu unaweza kutibiwa nje ya nchi. Lingine aliloliomba ni kusomesha watoto wake. Anasema sasa hivi hana chochote anachofanya na anasaidiwa na ndugu zake. Na watoto wake hawa, mmoja huyo amemaliza kidato cha 4, anataka kuwa nesi. Na ametupa makadirio ya masomo. Amesema chuo anachotaka kwenda kinafundisha manesi kwa miaka 2, na nursing course yake kwa mwaka mmoja ni gharama ya 600,000. Anasema anadhani ni 600,000 kwa mwaka mzima. Lakini tuongelee usafiri, anapanda basi, kuna kula, kuna mambo mengine ya vitabu. Kwa hiyo tuweke ile mwaka mzima 1,000,000. Kwa hiyo miaka 2 2,000,000 kuweza kumsomesha aweze kuwa nesi. Mtoto wake huyu Suzana anasoma darasa la kwanza, ambaye anatakiwa kulipiwa hela za shule, ikiwemo ni mitihani na test. Lakini kingine, wakati tunambeba kutoka kitandani kumweka kwenye wheelchair yake, tumegundua kwamba hata wheelchair yake pia ni mbovu, haiwezi kutembea. Yaani hapa mwisho haiwezi kwenda nje, anakuwa hapa. Kwa hiyo basi tusaidie. Kwa wale ambao wanaweza hata kutupatia wheelchair, tutashukuru. Yote hii itakuwa ni msaada. Penzi mtazamaji, nifike tamati, nikushukuru tena kwa kuendelea kusaidia Watanzania. Najua tunaweza sisi wenyewe, haswa kwa mwanamke mwenzetu, mama yetu, tuweze kuokoa jahazi hili. Watoto wa kike hawa wakiachwa, hatutakuwa tumewasaidia, tutakuwa tumewapoteza. Mimi na wewe tunaweza. Nimesema tena na nitarudia tena, kidogo kidogo hujaza kibaba. Shilingi 100 yako, shilingi 500 yako ndio ilipeleka watu wengi nje ya nchi, akiwemo marehemu Cecilia kama unakumbuka. Tukampeleka kijana Ezekiel akaenda kutibiwa nje na akapona, akarudi, sasa yuko Kigoma na anasoma. Ni wewe na hela yako hiyo ndogo ndio imeleta mabadiliko. Basi tufanye mabadiliko hapa. Na kipindi cha Mimi na Tanzania kutoka kampuni ya Africa Media Group, tunaanza kwa kusema kwamba mtoto huyu mdogo tutamlipia gharama yake ya shule kwa mwaka wa 2013-2014. Lakini atakayeweza kumchukua na kumadapt, kama tumsikia mama akitaja baadhi ya watu maarufu Tanzania, akiwemo mheshimiwa mkuu Dr. Reginald Mengi, kuweza kusaidia watoto hawa, basi wanaoweza waje, kwa sababu na atakuwa aliambiwa na watu wengi wapo zaidi ya huyo, na dokta pia anasaidia, na tunashukuru sana kwa misaada yake. Na Watanzania msichoke, tusichoke, bado safari ni ndefu, lakini tutaweza. Nikitokea Mbagala nikiwa naye Kim Magawa, nikuage alamsiki.